Jamani, mama mkwe wangu ameniharibia gauni yangu ya harusi. Hataki nifanye chochote ninachokitaka mimi, anataka kifanyike kinachotaka yeye. Jamani, mimi nataka kuolewa. Nishatolewa barua, nishatolewa mahari, kila kitu, tarehe za ndoa zishapangwa. Sasa tulikuwa tunaenda shopping za ndoa. Siku hiyo mume wangu mtarajiwa akanipigia simu, akaniambia kwamba mama yake yuko nyumbani ameboeka na alikuwa anataka twende wote, tutoke wote kwa sababu nimemwambia leo na appointment ya kwenda kununua nguo. Basi tukatoka tukawa tumeenda kununua nguo. Yaani sio kwenda kununua, ni kwenda kuchukua sababu nguo tulikuwa tusha order ishakuja. Kwa hiyo tukawa tumeenda kuchukua. Tulipofika kwenda kuchukua hiyo gauni, mama mke alipoona hiyo gauni kwa sababu nilijaribisha pale akaanza kusema yani nyinyi mabinti wa siku hizi bwana, ni gauni zamani kwa unavaa gauni ya mikono mirefu, unavaa gauni unakuwa umejifunika kila kitu. Lakini siku hizi mnavaa magauni ya mikanda, sijui mnavaa vaje nyinyi magauni mabinti hamna adabu. Nikamwambia mama, kila mtu ana chaguo lake. Afu nguo ambayo nilikuwa heshima tu, maana nguo ambayo nilikuwa nimechagua ni nguo ambayo tu yani nina kamba tu hapa hivi, lakini ni nguo ambayo ni nguo ya kawaida ndefu, lakini ina kamba, haina mikono mirefu. Sio mikono mirefu, sio kamba, ni ya mikono mifupi ya hivi, lakini sio ya mikono mirefu. Ananiambia hapana, hiyo nguo hauwezi kuvaa kwenye harusi ya mwanangu. Yani haiwezekani. Akatoka hapo akaenda akampigia mwanae. Kumbuka hiyo nguo tulikaa mimi na mwanae tukachagua nguo nyingi mpaka ikafika hapo tukaamua kwamba, nikasema kwamba hii nguo ndo nimeipenda, mwanaume wangu naye akaniambia kwamba hii nguo pia nimeipenda, kwa hiyo tukawa tumeamua hapo. My friend, mama mkwe akampigia kijana wake. Akaanza kumwambia, mwanangu, mimi nimekulea vizuri. Sijakulea uje kuwa na mahusiano na wasichana kama haya. Ni kama mwanamke kama huyo ambaye siku ya harusi yake hawezi kuvaa nguo ya mikono mirefu. Nimeona nguo pale namchagulia, nimwambia achague, hataki. Yaani kama mwanamke hawezi kunisikiliza hivi, mwanangu atakuja kunisikiliza baada ya ndoa? Anataka aolewe amevaa nguo ya mikono mifupi. Mimi nataka avae nguo ya mikono mirefu. In fact nataka kama niliyovaa mimi nimeiona hapa. My dear, mama mkwe akaenda kwenye section ya hizo nguo. Hiyo nguo alionichagulia, my friend, ni nguo upo kama umetundikwa. Alafu nguo nyingi za harusi zinaenda na vipimo. Inabidi yani kipimo kisikosekana hata kimoja. Hiyo nguo ni nguo ambayo huku imeshuka, yani haieleweki, ni kubwa. Anasema hivyo hivyo, ukivaa hivyo hivyo mwili wako uonekani, shape yako haionekani, kila kitu hakionekani. Mwanangu tu ndio anaenda kufaidi. Nikamwambia kijana wake, nikampigia simu nikamwambia, my friend, ndoa ni yangu mimi na wewe, tulipanga mimi na wewe. Kwa hiyo my dear, sitaki kusikia chochote, nguo niliochagua ndio hiyo, period. Akakubali. Nguo tukawa tumechukua, mama mkwe akawa ameondoka zake kwake, mimi nikawa nimeondoka kwangu, lakini akaondoka anaonekana alikuwa na kinyongo. Sasa tunapoishi ni mitaa ya jirani, yani tunapoishi ni jirani. Mama yake huwa ana kawaida kuja kwetu kwa sababu obviously walikuwa ni family friend tangu zamani. Mama mkwe huwa ana tabia ya kuja hapo nyumbani, anakuja wanapiga story, anakaa like something like that. Mtu anakuja nyumbani, anaingia popote anapopataka hivyo. Sasa chumbani kwangu, kwa sababu mimi nyumbani sikai, lakini chumba changu kipo, ndio vitu ambavyo vilikuwepo. Gauni ya harusi imeenda imetundikwa kwenye, kuna kadi tulinunua, kwa hiyo gauni imetundikwa tu hapo hivi. Ukiingia tu unaiona, japokuwa ipo ndani yale mifuko meupe. My friend, mama mkwe akaanza kutaka kubadilisha kila kitu. Anaanza kubadilisha rangi ya harusi. Msifanye rangi hiyo kwa sababu tulikuwa tumechagua gold na nyeupe sijui na maruni. Asema hapana, haiwezekani. Mama mkwe anataka rangi zile za harusi yake mwenyewe. Zile harusi yake anasema anataka rangi ziwe za harusi kama ya kwake, hataki kibadilike kitu, na anasema wewe ni mtoto wake na kila kitu kiwe kama anavyotaka yeye, period. Unless otherwise hakuna ndoa. Kijana wake naye anamuuliza, wewe unaongea nini? Ananiambia yule ni mamangu, sasa nitafanya. Naambia wewe ni mamako, lakini mimi ni mkeo. Mimi ndio nitakaenda kuanza maisha na wewe. Mimi ndio nitakaenda kuishi na wewe. Ile ni ndoa yetu. Mamako alishaolewaga huko na baba yako ilikuwa ndoa yake. Alichagua vitu vyake. Sisi hatukwepo kumchagulia, na sidhani kama mama mkwe yake alimchagulia. Kwa hiyo mimi sitaki chochote kile, nataka twende tunavyotaka. Mama mkwe akajaribu kuforce vitu, wewe ikawa imeshindikana. Sasa harusi ni kama wiki 2 mbele. Jana nikaenda nyumbani. Nimefika nyumbani, kile chumba ni mostly kipo wazi, sio kama kimefungwa, kipo wazi, hajafungwa na funguo kwa sababu nyumbani like ni hivyo tu, ni nyumba kubwa ya familia, ni hakuna mtu yote ambaye anakuja ambaye hafahamiki, na mama mkwe ndio alionekana pale, yani siku 3 zilizopita. Sasa kuna rafiki yangu ambaye tulikuwa tunajadiliana, ambaye naye ametolewa barua nini, ni rafiki yangu, kwa hiyo akawa anataka aode nguo na yeye, kwa hiyo akawa anataka kuoda nguo ambayo inaendana na nguo yangu. Kwa hiyo nikawa nimeenda kule ndani ili nikamchukulie video, nitumie picha nimuonyeshe. My friend, gauni mama mkwe alichukua kitambaa sijui cha satini sijui kitambaa gani kile, kaenda kashonea, kaongezea mikono iwe kama nguo ndefu, na mbali na kwenda kushonea ni chafu, kachafua kote huku juu kwenye mikono kote kachafua, kwa sababu ni alikuwa anashona na mkono. Nguo imekuwa chafu. Nikaanza kulia, nilipiga kilio kimoja hicho, watu wakaja. Mama anakuja nini? Yaani nilichofanya tu nikamnyoshia kidole kwenda kuangalia gauni, mama alikacha ni kitandani. Akauliza ni nini, ndio nikamwambia nilienda na mama mkwe, na mama mkwe ndio ilikuwa idea yake, alikuwa anataka nguo ya mikono mirefu, tukakataa. Mama mkwe akafuatwa, tukamfuata mama mkwe pale, tukamfuata tukamuuliza umefanya nini? Anasema mimi niliwaambia nguo mchukue nguo ya mikono mirefu, mmekataa, lakini hata hiyo sinishia na nishaishonea, kwa hiyo problem solved, hakuna tatizo lingine.
shida kuhusu kufua, niliona ilivyokuwa chafu nisingeweza kufua kwa sababu nilikuwa pale. Nendeni mkafue, kila kitu kiko sawa, maisha yaende. Mtoto wake nikamwambia naomba ulete miguu yako hapa. Mtoto wake ndo akaleta miguu yake. Nikaenda nikamwonyesha, nikamwambia angalia alichokifanya mama yako. Naomba angalia alichokifanya mama yako, naomba do the right thing. Kijana alichofanya kaniangalia tu, akaguna, akaondoka. Hatujaongea kwenye simu. Mama mkwe kila siku ana kazi ya kupiga simu kuuliza hiyo nguo mshafua, mmeamua vipi, mtaenda na hiyo nguo muende mkachague ile ambayo mimi nimewachagulia. Sijawapa jibu. Mwanaume kaondoka, akipiga simu sipokei. Mimi mwenyewe sijamtafuta, nimemwambia naomba muda kidogo nitakujibu. Jamani, ndio nimekuja hapa jamani, naombeni ushauri. Dada anaomba ushauri jamani. Mimi sina cha kumjibu. Ili jambo ni kubwa sana. Jambo la harusi ni jambo kubwa sana, lakini anaomba ushauri. Kwa hiyo nyinyi naombeni mumshauri. Mimi sina cha kumshauri in short. Naombeni nyinyi mumshauri. Mama mkuu, unataka kuja kuingilia ndoa yangu? Uliolewaga huko miaka 67 iliyopita, alafu unataka kuja kuingilia ndoa yangu? Wewe ulishaolewa unaishi na mume wako, kwa mimi nilikuja kuchagulia maisha. Mwisho wa siku sasa akisha kuja kuanza kuwapangia hapa mwanzoni hivi kwenye ndoa, ndio mpaka style za kuja kupachuana atakuwa anawachagulia. Atakuja kuwapangia ratiba ya kupachuana. Atawaambia hakuna kupachuana kila siku, mnatakiwa mpachuane mara moja kwa mwaka.